Bwana Yesu asifiwe. Na kusalimu kwa jina la Yesu. Tunamshukuru Mungu tena kwamba leo ametupa neema na kibali cha kuweza kuendelea kujifunza neno la Mungu. Kujifunza tunapata maarifa, kishapata maarifa basi yanakusaidia jinsi gani utembee, jinsi gani uenende katika maisha haya. Siku ya leo nitakwenda kuzungumzia madhara ya uchawi wa mafundo. Madhara ya uchawi wa mafundo. Katika Biblia inaainisha aina kadhaa za uchawi. Kwa mfano inataja kabisa aina mojawapo ya uchawi kuwa ni uchawi wa mafundo. Aina ya pili, uchawi wa hirizi. Aina ya tatu, uchawi wa dawa. Inahusisha uchawi wa sumu au vyakula. Uchawi mwingine, uchawi wa nne, uchawi wa kupiga ramli. Uchawi mwingine, uchawi wa tano, uchawi wa kuita mizimu au pepo. Na uchawi wa sita ambao kutoka Biblia, aina hiyo ni uchawi wa kubadilisha hali ya mtu. Ingawa hizi ndizo Biblia imeziweka wazi, lakini kuna aina nyingi za uchawi kulingana na jinsi ambavyo uchawi unafanywa, lakini pia kusudi la huo uchawi. Kwa zipo aina nyingi, lakini ni Biblia kwa haraka tunazipata hizo hapo. Sasa leo mimi nitazungumzia tu aina hii moja ya uchawi wa mafundo. Uchawi wa mafundo. Kwa nini nataka nizungumzie huu? Kwa sababu ni aina ambayo nina uzoefu nayo, kwa hiyo ninaweza nikafundisha. Na si kwamba nina uzoefu nao kwamba labda mimi ni mchawi au nimewahi kuwa mchawi, hapana. Badala yake nimewahi kuathiriwa na aina hii ya uchawi wa mafundo. Jamani, leo nataka nizungumze kwa habari hiyo, madhara ya uchawi wa mafundo. Na tuyasome maandiko kabla tujaendelea mbele, ili kusudi uone tunasimamia wapi. Kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 18. Kumbukumbu la Torati sura ile ya 18. Tunasoma ni aya ile ya 9 hadi ya 12. Maandiko yanasema, utakapokwisha kuingia katika nchi akupayo Bwana Mungu wako, usijifunze kutenda kwa mfano wa machukizo ya mataifa yale. Asionekane kwako mtu ampitishaye mwanawe au binti yake kati ya moto, wala asionekane mtu atazamaye bao, wala mtu atazamaye nyakati mbaya, wala mwenye kubashiri, wala msihiri, wala mtu arogaye kwa kupiga mafundo. Aya ya 11, wala mtu arogaye kwa kupiga mafundo, wala mtu apandishaye pepo, wala mchawi, wala mtu awaombaye wafu. Kwa maana mtu atendaye hayo ni chukizo kwa Bwana, kisha ni kwa sababu ya hayo Bwana Mungu wako atawafukuza mbele yako. Bwana Yesu asifiwe. Na mambo haya kwa nini yanatokea? Yanatokea kwa nini na yalianzia wapi hasa? Unaona, matatizo haya ya ubaya, mambo ya uchawi, uharibifu na wanadamu kujifunza tabia mbaya yalianzia kabisa pale ambapo ulikuwa na anguko la wale wana wa Mungu, malaika ambao walikuwa wakilinda enzi walivyoanguka, kwa maana ya kuingiwa tamaa, baadaye kuingiliana na wanadamu. Shida hasa ilianzia pale. Kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 6 pale aya ya 1 na ya 2 unaona pale, ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi, na wana wa kike walizaliwa kwao. Wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake wowote waliowachagua. Wana wa Mungu hawa ni malaika ambao walikuwa wakilinda
anga, kwa wakilinda anga. Sasa baadaye wakawa wameanguka kwa habari ya tamaa hiyo, wakawa wameingia kuingiliana na wanadamu, kaoa. Baadaye akatokea majitu na uharibifu mbalimbali, kwa sababu ndio haya mapepo, kwa sababu ni malaika, badala ya kuanguka wakawa ni mapepo wabaya, ndio walioanza kufundisha wanadamu vitu mbalimbali, kutengeneza silaha za kuwazuru watu wengine. Ndio hayo naona mtu anatengeneza mabomu mbalimbali ya nyuklia, mabomu, silaha za kila aina. Nafikiria huyu mtu mawazo ameyatoa wapi? Kumbe anaelekezwa na kufundishwa na wa malaika waasi, walioasi, waliokuwa ni walinzi kwenye anga, wakaasi, ndio walileta mafundisho hayo mabaya, uharibifu. Kwa hiyo ni pamoja na haya mambo pia ya uchawi, wao ndio wanaofundisha vitu vya jinsi hiyo. Kwa hiyo hata pia wanaweza kaona hata sasa bado haya mapepo mabaya bado yanafanya kazi, hususan pia unaweza kukuta mtu amezaliwa yupo tu, hajui hili wala lile, lakini kwa sababu babu yake au wazazi waliotangulia walikuwa wamefundishwa mambo ya uchawi au ya uganga, unaona mtoto huyu baada ya kuwa amekuwa, basi ile mapepo na yanamfuatilia, na washangaa mtu naye anaanza kuwa mganga wa kienyeji. Anajuaje? Dawa anazijuaje? Haya mapepo yanamwelekeza. So ndio maana yake. Sasa turudi kwenye mada yetu ya leo, madhara ya uchawi wa mafundo. Lakini uchawi wenyewe ni kitendo cha kutumia nguvu za kiroho zisizo za kawaida, yani za kishetani, au mbinu za siri ili kuathiri maisha ya watu, mazingira, matukio kwa njia ambayo haiwezi kuelezwa kwa kawaida. Ndio maana mtu akirogwa, huwezi kueleza kwa kawaida kwamba fulani ndo ameniroga au nini, matatizo nayo yapata kwa sababu ya fulani. Ni vitu ambavyo havieleweki katika hali ya kawaida, lakini vipo. Huo ni uchawi. Kwa hiyo wanaweza kutumia uchawi kuleta athari ya mazingira, nakuta mazingira, geographical area, sehemu fulani au ni kitongoji au ni kijiji kimerogwa kwamba sasa hawa watu hawatavuka level hii ya uchumi, wataishi maisha haya. Tunakuta ka eneo tu watu ni walevi, watu ni wazinzi, chawi. Hayo yanaweza kuathiri maisha ya watu au eneo tu kubwa, ikawa ni kitongoji, kijiji au hata mji, kama yule Simoni mchawi alivyokuwa ameleta athari ya uchawi wake kwenye mji mzima ule. Au wakaamua kuleta uchawi kwa ajili ya kuathiri tukio fulani, labda la mkutano, labda la shughuli yote ile, kwa njia ambayo haiwezi kuelezwa kwa kawaida. Uchawi. Lakini uchawi wa mafundo ni aina ya uchawi ambapo mtu hufunga mafundo kwenye kamba, nyuzi, nguo au vitu vingine kama midori, kufuri, makopo, chupa. Lakini kwa nini? Kwa kusudi na kuaminika kuwa yanaweza kumfunga mtu au kuathiri maisha ya mtu mwingine kiroho. Bwana Yesu asifiwe na Bwana Yesu atusaidie. Na uchawi wa mafundo mara nyingi hujikita kufunga nini? Jambo la kwanza, wanapofanya uchawi wa mafundo au wachawi wanapokuwa wanatumia uchawi wa mafundo, kitu cha kwanza ambacho wanajikita kukifanya au dhamira ya kwanza ni kufunga mafanikio. Kufunga mafanikio katika maisha, elimu au jitihada zozote zile ambazo mtu anakuwa nazo za kimaendeleo. Kwa hiyo wanafunga hivyo. Lakini pia wanaweza kufanya huu uchawi wa mafundo kwa ajili ya kufunga ndoa, mahusiano, uzazi, kukosa amani katika ndoa au chumba, mahusiano kuharibika. Kwa hiyo vitu kama hivyo watumia uchawi wa mafundo. Na kusudi jingine wanatumia uchawi wa mafundo kufunga afya, sababu anaweza kutarget kwamba huyo mtu
mafanikio yake labda pengine mtu ameshaenda mbele zaidi. Sasa kuyafunga mafanikio yake kwa haraka haraka kwamba hasa asipige hatua, wanakuwa wamechelewa kwa sababu hatua tayari ishapiga. Tofauti na yule ambaye bado hajawa na maisha, wao huyu wanaweza kumfunga tu ili kusudi sifanikiwe. Lakini yule ambaye ameshafanikiwa wanaweza kumletea madhara ya mafundo kwa namna ya kufunga afya. Wakishafunga afya, akipatia ugonjwa ambao unadumu, ugonjwa ambao ni chronic, kisukari, pressure, magonjwa ya tumbo ambayo yanakusumbua kwa muda mrefu, na magonjwa mengine makubwa, kansa kama hivyo, kwa yataleta athari katika maisha yako kwa ujumla, sababu ile bidii ambayo ilikuwa nayo kwenye utafutaji wako na nini, kwa hiyo itaanza kupungua na hatimaye utaona kwamba kuna kuwa na changamoto kabisa ya kiuchumi. Unaona mafanikio, maendeleo ambayo ulikuwa umepiga yanaanza kushuka kwa sababu ya vitu kama hivyo. Lakini pia kitu kingine cha nne, anaweza kutumia uchawi wa mafundo kwa ajili ya kuleta mikosi au mateso. Mikosi au mateso anafanya hivyo kabisa. Kwa hiyo anaweza kukuta mtu angaa mikosi yaishi au kwenye mafanikio, kwenye elimu na nini, mtu anashangaa tu, mtu hajisikii kusoma, au pengine mtu hata na kazi anajisikia tu kuacha kazi, na kweli mtu anafikia mara anaacha kazi na anaenda kuishi maisha magumu. Nini kinahusika? Uchawi, hasa uchawi wa mafundo, au matatizo kwenye ndoa. Shangaa mtu mlikuwa mnaishi vizuri, baadaye vurugu ambazo hizi kuzielewa zinatoka wapi, vita vya hapa na pale. Shangaa mtu tena upendo umeisha, au kama ni kwenye uchumba na shangaa uchumba unasambaratika, ndoa haifungiki tena. Nini? Uchawi wa mafundo. Sababu daima uchawi hulenga tu kuleta mabaya katika jamii, katika maisha ya watu. Kwa hiyo za kuharibu mahusiano ya uchumba, ndoa isifungwe, ni wao ndo raha yao. Na ukizingatia pia kwamba adui za mtu ni wale watu wa karibu. Kwa hiyo wale watu wa karibu mtu kabisa, wale watu wa ndani ndo ambao wanajua, sababu nawaeleza mimi bwana, mwezi wangapi nafunga ndoa na nini, mchumba wangu yuko hivi. Wao ndo anaanza kuamua, sababu unakuta mtu ana wivu, pengine yeye amekaa mahusiano yake yashavurugika au ndoa ishaharibika, au wakati mwingine naye anatamani angepata kitu kama hicho, kwa anaamua sasa kukukomoa, amue sare, naamua kuroga kwa kutumia mafundo. Sasa uchawi huu, sasa uchawi wa mafundo wanaofanyaje? Yaani jinsi ambavyo wanafanya uchawi wa mafundo. Jambo la kwanza, mchawi huchukua kamba, nyuzi au nguo, au chupa au kufuli au kopo fulani, alafu kingine anafunga mafundo kadhaa, huku akitamka maneno ya kichawi au ananuia kichawi. So anaponuia anakuwa na komandi mapepo, kulingana na nguvu zake za uchawi hizo nazo, anakuwa anaamuru sasa ile mapepo yaende kutekeleza kile ambacho yuko na kinuia. Anafunga, labda yuko anasema kama ninalofunga hii kamba, au kama ninalofunga hili fundo, kama ninalofunga hii chupa au kopo, ndivyo ninavyomfunga fulani asifanikiwe katika hili, hivi au hivi, magonjwa asikate, asifanye maendeleo. Shangaa mtu kila unapopokea mshahara tu, magonjwa ndio yanaibuka, mateso. Mshahara ukiisha na magonjwa yanaisha, unakuta huwezi kupiga hatua. Lakini pia kitu cha tatu, wakati mwingine huweka vitu kama nywele za mtu, kucha, vipande vya nguo za mtu katika kufanya hayo mafundo. Kitu kingine ambacho huwa wanakifanya, inaaminika kuwa mafundo hayo yanaweza kumfunga mtu kiroho au kumletea matatizo
Kwa hiyo kimwili unakuta mtu yuko huru, lakini kiroho amefungwa. Na nikukumbushe tu kwamba mafanikio ya mtu hutegemea mafanikio ya roho yake. Sasa kama roho yako imefungwa, usitegemee mafanikio hapo, ndugu yangu. Ndio kile ambacho Biblia inatuambia kwenye kitabu cha Yohana wa 3 sura ya 1 aya ya 2. Maandiko yanasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama roho yako ifanikiwavyo. Sasa roho yako imefungwa, haya mafanikio yatakujaje? Kwa sababu mtu kabla hujafanikiwa mwilini, unaanzia mafanikio rohoni. Roho yako inafanikiwa, unaona tu mtu nyota yako yani inakusukuma kwenye mafanikio tu, kile unachokifanya na kinafanikiwa, kila mpango na ufanya unaona unatiki, yani unafikiri kama sasa wewe ndio genius, na nikumbe roho yako tu Mungu ameipa neema, haijafungwa, nyota yako iko safi na shine, unakuta unapata mafanikio. Lakini ujikuta sasa imefungwa, ndio shida inapoanzia hapo. Bwana Yesu atusaidie. Shida ndio inapoanzia hapo kabisa. Nikupe ushuhuda wangu. Mimi wakati bado kabisa mdogo, kwa sababu ujue pia kitu ambacho lazima ujue kwamba wachawi wanaweza wakaona hata future ya mtu ikoje. Kwa niko bado mdogo, nimeingia tu shule ya msingi na kiukweli performance yangu ilikuwa ni kubwa, uwezo kwenye elimu ulikuwa ni mkubwa. Toka darasa la kwanza kabisa, darasa la kwanza performance ilikuwa ni kubwa, yani uelewa ulikuwepo. Kwa hiyo nikasoma hivyo darasa la kwanza, la pili, la tatu, la nne. Sasa darasa la 5 nashangaa ninapatwa na hali tu ya kutaka kusoma tena, najisikia tu kuacha shule, vitaki tena. Sasa kwa sababu nilikuwa niko mdogo, sikujua kwa nini hariri kunanipata, kwa sababu tu ya maombi ya watu na bidii za wazazi shurutisha kuendelea kusoma. Hata mingine kama nakwepa, silali nyumbani, lengo tu niache shule sitaki. Lakini uwezo ni mkubwa nao kwenye elimu ya kusoma, hadi walimu sasa siku hiyo nikienda naambia, Erasto, shida ni nini? Mbona uko vizuri? Endelea bwana. Wewe huoni fulani alikofika kule, na wewe utafika huko. Lakini ndani sasa kwenye roho hapo kwambia kwamba wanafunga roho yako, anakufunga kiroho, kwa sijisikii kabisa. Lakini hata hivyo, kwa sababu hata kama walifunga, lakini sasa Mungu alichokuwa amenikusudia kilikuwa ni kikubwa. Kwa hiyo kwa sababu pia wazazi walikuwa na stari, maombi yao, jitihada zao za kunihimiza kuendelea na shule zilizaa matunda, ingawa ni kwa shida, nikawa utoro sana, lakini nikawa tunaendelea hivyo. Na cha kushukuru tu Mungu ni kwamba uwezo nilikuwa nao, sababu waweza wakafanya cha mafundo, lakini kama mtu kuta tu na uwezo, na kuta uwezo tu upo, ingawa unaathiriwa kwa namna fulani, kama uwezo au utendaji kazi unapungua kwa kiasi fulani, lakini bado mtu anakuwa anaweza kufanya chochote, hususan pale ambapo nakuta kuna watu wako nyuma wanamuombea, wanamsaidia kumweka mikononi mwa Mungu na kuhakikisha kwamba hizo nguvu za shetani hazipati nguvu wala kuleta madhara makubwa. Kwa hiyo nikawa wakati mwingine tunashinda polini huko, wengine wako wanasoma, lakini basi cha kushukuru Mungu, siku za mitihani kwa tukiendelea kufanya mitihani, nilikuwa nafanya vizuri kwa kweli, ingawa si kiasi kile, nilikuwa nafanya vizuri. Wakati mwingine na wapita hata wale ambao, baadhi ya watu ambao walikuwa wanahudhuria shuleni kabisa kwa bidii zao, kila siku nilikuwa nawapita kwenye matokeo. Hadi mtu mmoja tulikuwa tunashinda naye poli, baada ya kwa tumepewa majibu ya mitihani ile, akasema, bwana, hii sio hali ya kawaida, wewe bwana, lazima kuna mkono wa mtu. Kwa nini tunashinda wote huko polini lakini na perform vizuri hivi? Kumbe tu ni Mungu alikuwa ananisaidia na ile uwezo Mungu aliniweka, sababu kila mtu anakuwa na nyota yake kwenye mambo fulani.
Kwa hiyo akisha kufunga ndio madhara yanaanza kutokea. Kwa hiyo tumemaliza darasa la 7, baadaye nikafaulu kwenda sekondari na maisha kaendelea. Nia na hamu ya kusoma ikawa imesharejea, mambo kawa ni mazuri. Ingia sekondari pale kana nafanya vizuri kidato cha kwanza. Kumbuka kabisa mtihani wa kwanza wa English pale tumepewa mtihani wa English. Kwa kweli kati ya wale wanafunzi sijui kwa tuko 100 na ngapi pale, mimi ndio niliongoza, nilipata 100% ya ule mtihani, nilipata 100%. Kwa hiyo si tu katika Kiingereza au English, lakini pia masomo mengine ikawa nafanya vizuri mno. Kidato cha kwanza kaenda hadi kidato cha pili. Sasa kwenye kidato cha pili, wakati tuko tunaandaa sasa mazingira kwamba Jumatatu tunaanza mitihani ya kumaliza kidato cha pili. Ile mitihani ndio inakupa go ahead kwamba ukifaulu unaendelea kidato cha tatu au kiferi unarudi nyuma. Sasa wakati nipo siku ya Ijumaa wakati huo sasa ni saa 6 tu dakika 20 watu wanaenda kula, kwa nipo sekondari ya Makere pale. Kwa hiyo ni kitu ambacho sasa baada ya hayo unaona nipo sasa ni muda huo wa saa 6 na dakika hizo hapo nikashangaa wakati nimekaa, wengine ameenda kula, mimi niko na focus kumsihi Mungu na kwamba Jumatatu Mungu anitangulie nifanye vizuri. Nilichokuja kukuta na kushangaa kabisa, nikaona napata na hali ambayo nilishangaa. Kichwa kikaanza kuuma, yani kana kwamba kuna kitu kimeniingia. Kichwa kikaanza kuuma, alafu hicho kitu kilichoingia kikao kinaleta mtikisiko kwenye kinywa, mara taya hii inaenda upande huu zinakuwa zinapishana, hali hiyo ya kutetemeka sana. Sasa nikawaza hii hali mbona ni namna gani? Hii hali sio kawaida, sababu hiyo hali pia haiwezi kuhusishwa na Mungu, lazima kuna tatizo mahala. Kumbe ni aina fulani basi ya uchawi walikuwa wametengeneza kwa ajili ya kuniletea madhara, ili kusudi nisifanikiwe kwenye ule mtihani, lakini pia nisifanikiwe kuendelea na masomo. Kwa hiyo nikatoka pale nikaenda nyumbani, kwa nimepanga pale, nikafika kwenye chumba cha wenzangu, nilikuwa wako mle ndani, nikafika nalala kitandani, nilikuwa natetemeka vibaya sana. Kwa hiyo kadhani kwamba labda niko naogopa mtihani, lakini kumbe nilikuwa nimeshachambuliwa tayari, hasa na huu uchawi wa mafundo. Kwa hiyo ikaenda, nikakemea sana kile kitu, nikamsihi sana Mungu anisaidie, lakini kwa kweli kile kitu hakikuondoka. Yani nikaomba kana kwamba hata Mungu wala alikuwa anisikii. Kwa hiyo pamoja na kwamba walifanya hivyo, lakini pia naona pia Mungu aliruhusu na kama sehemu pia ajaribu, kwa sababu hiyo hali iliendelea mpaka Jumatatu yake ya tulipoanza mtihani. Shangaa tu mtu kwenye chumba cha mtihani, namshukuru Mungu, naomba, afu naanza kujibu mtihani. Baadaye naona kunakuwa na uzito kichwani, naanza kuhisi usingizi, ninasinzia kwa dakika au sekunde kadhaa. Baada ya kuja niko naandika kitu gani hapa? Naandika vitu vya ovyo, nafuta tena, nakemea, inaendelea kuandika. Sasa hadi tukamaliza mtihani kwa hali iko stahili kama hiyo. Kwa kilichonisaidia tu ni Mungu alinisimamia, lakini pia kwa sababu ya ile maarifa ambayo nilikuwa nayo kutoka kidato cha kwanza hadi kidato cha pili hayakuondoka kichwani. Kwa hiyo nikatumia hivyo kujibu ile mitihani na Mungu saidia. Matokeo yalivyotoka nikawa nimepata wastani wa masomo yote, nikawa nimepata 60.5 kikaribisha na kuja 61, maana yake wastani wa B. Nikawa tumefaulu vizuri kwenye kidato cha tatu, lakini ile hali haikuondoka. Sasa kuanzia kidato cha tatu nikaanza kufeli. Hasa nikaanza kupata hesabu, unakuta mtu amefanya mtihani unapata F 27. Yani mambo kaanza kuharibika, hadi walimu wanashangaa, huyu performance yake mbona imeshoka kiasi, shida ni nini? Watu hawaelewi. Kidato cha tatu hadi kidato cha 4 hali bado ni tete. Pambana ujuavyo, jitahidi kusoma, lakini ile hali inanizuia, huwezi kufanya chochote. Wakati mwingine nikawa naamua kuacha kwenda shule, naenda kushinda kanisani, naomba na kemea hiyo hali. Hiyo sababu pia ni Mungu alikuwa ameruhusu jambo hilo, na likawa limefanyika kufunga
unifunga kwa habari ya hiyo elimu. Kwa hiyo ikafika mahali nikakata tamaa ya kufaulu tena kidato cha 4. Lakini basi nikawa nimejitia moyo kwamba pamoja hata kama labda naweza nikafeli, lakini bado nitaendelea kumtumikia Mungu. Kwa hiyo nikaendelea kuomba sana Mungu, na watu pia wakaendelea kuniombea. Basi Mungu mwishoni kabisa toka tunamaliza form 4 ndio akanisaidia, tukanipa neema kwa siku chache nikasoma, baadaye kafanya mitihani. Mungu naye ni mwema. Baada ile mitihani hata watu ambao walikuwa wameshanikatia tamaa kama kwenye kijiji fulani, kijiji cha Mvugwe, watu wanategemea fulani ndo angefanya vizuri, lakini ameshaharibika, hawezi kufanya chochote. Nilifaulu vizuri sana. Nakumbuka nimeandaa matokeo masomo yote yale 9. Nilipata B1, nyingine zote zikawa C. Kwa hiyo unaona nikawa nimepata tu grade 3 ya mwanzo kabisa 22. Haikuwa mbaya sana ukilinganisha na jinsi ambavyo nilikuwa. Kwa hiyo nikamshukuru Mungu na hatimaye nikaendelea mbele, nikafaulu kwenda advances, nikaenda chuo cha uuguzi nikasoma hadi saa hizi. Mungu ni mwema. Hata leseni zangu na kila kitu kwa safi, nafanya kazi. Kwa hiyo unaweza kuona athari sasa ya uchawi wa mafundo, madhara ya uchawi wa mafundo, kwamba uchawi huu unaleta madhara katika habari ya mafanikio kielimu, mafanikio kiuchumi, lakini pia madhara yake pia yanakuja kwenye mahusiano na ndoa, lakini pia madhara yanakuja kwenye afya. Unaanza kuharibu afya ya mtu, mambo kama hayo. Sasa unaweza kuona, unashangaa mtoto wako tu yupo shule, shangaa mtoto anaenda shule, wengine anafundishwa anaelewa, yeye hata kimuuliza hiki kimeendaje haelewi. Ni nini? Amefungwa. Yesu atusaidie. Amefungwa, sio hali ya kawaida. Wewe unakazania kumkaripia, kumchapa viboko tu, unafikiri ndio unamsaidia, kumbe amefungwa, sio yeye. Kikubwa ambacho ungekifanya tu, ungemsaidia kwamba maombi, ili kama kuna roho zimemfunga, uchawi wote uliofanyika wa mafundo wakoja kumfunga, kwamba anapoenda shule asielewe, asijue chochote. Wengine wanafungwa kiasi ambacho hata hawezi hata kuona kinachokuwa kinaendelea darasani au kwenye ubao pale kinachofundishwa, kinakuwa kionekani. Ni mambo ambayo tunasikia sana, lakini watu wengi wao wanachukulia poa, kwa sababu wanafikiri ni hali ya kawaida, au pengine mtu anakuwa yuko na danganya. Mwenyewe nimepitia mambo hayo, nimeshuhudia jinsi ambavyo huu uchawi unakuwa na madhara hayo. Sababu nilikuwa ninaenda shule na kaa darasani, mwalimu anafundisha, mimi naona tu hakuna chochote ambacho nakipokea, kwa sababu ile roho ilikuwa inaleta uzito kichwani na kunifanya na kuwa na hali ya usingizi kiasi ambacho huwezi kupokea chochote mwalimu anapokuwa yuko anafundisha. Kwa kana kwamba umeenda tu shuleni, lakini for nothing, bure, bila kusaidiwa chochote. Sasa kwa nini nakufundisha mambo haya? Watu wengi wamefungwa. Sasa kibaya zaidi ni kwamba hawashituki wala kuchukua hatua, wanaona tu ni kawaida. Sasa huo ndio ubaya zaidi. Mtu mfano amekuwa anafanya kazi nzuri tu, nampatia kipato, baadaye anaanza kuona mabadiliko. Hajisikii tena kufanya kazi, nijisikia tu kuacha. Sasa yeye anafikiri ni hali ya kawaida, kumbe amerogwa. Na kuri nashangaa mtu anaacha au mtu anaacha kusoma au mtu anaacha kitu fulani. Nini? Amefungwa. Sasa shida kubwa sio tu kufungwa. Shida na kitu kibaya zaidi ni kule kutoka kushituka na kuchukua hatua. Tunashangaa kwenye ndoa, mlikuwa mnaishi vizuri, mnatembea vizuri, baadaye unaona mwenzako anabadilika, mwenzako anakuwa na tabia hizi. Sasa wewe unaanza kumlaumu, fulani amebadilika, ameanza kuwa na tabia hizi, haiwezekani. Unaenda kumshtaki sio kwa balozi, kwa gani? Haitakusaidia. Shituka. Kwa nini ilikuwa iko vizuri, sasa hizi amebadilika? Kuna shida gani? Amerogwa. Kuna uchawi umehusika hapo, uchawi wa mafundo. Amefungwa. Bwana Yesu asifiwe. Nashangaa mtu yale kwa mahusiano ya uchumba, mlikuwa mko vizuri mno, shangaa ndio iko inakaribia kabisa, mwenzako anabadilika, anakuwa na tabia hizi, mara tena na gaidi, sitaki tena. Hapana, kuna uchawi umehusika, uchawi wa mafundo. Sasa Wakristo walio wengi, shida ni kwamba hawaamini kuhusu uchawi, ingawa Biblia yenyewe
inasema uchawi upo na uchawi unafanya kazi, na kikubwa tu ambacho Mungu anakikataza watu wasiutumie, lakini upo na unafanya kazi. Yesu atusaidie. Sasa mtu nakaa maisha yako ni kula kila siku, huna muda wa kuomba, huna muda wa kusoma neno. Sasa wataachaje kukuroga? Haya, wamekuroga, wamechukua hatua gani? Sasa unakuta mtu hashituki, anapoona mabadiliko hayo hashituki wala kuchukua hatua. Huo ndio ubaya kwenye. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mwingine unaishi maisha sio ya kwako, yaani nyota yako na vile ulivyo wewe si sahihi. Kuna tatizo hapo, lazima utakuwa umerogwa. Sema tu shida ni kwamba ushituki. Nashangaa kwa sababu nikwambia pale mwanzo kwamba huu uchawi unaweza kuwa umekushuhudia kuleta athari kwenye maisha ya mtu mmoja, au hata kwenye familia, au kwenye jumuiya, au eneo fulani. Hiyo inaweza kwa kitongoji, kijiji, au hata mji. Inawezekana. Sasa wewe ushtuki, kuta familia nzima mpo tu, hakuna hata mtu mmoja ambaye hata namiliki hata gari, au ukoo mzima. Yaani nyote ni maisha ya shida na wala hata mshituki. Sasa wewe ambaye umeokoka, bidi ushituke, uone kwamba hapana, hii sio hali ya kawaida. Kuna tatizo mahala, kuna shida, kuna changamoto mahala fulani, uweze kuchukua hatua. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nini ufanye sasa? Nini ufanye? Jambo la kwanza, mkaribie Mungu. Mkaribie Mungu. Lakini jambo la pili, tafuta ushauri wa kiroho. Jambo la tatu, epuka waganga. Sio tatizo. Umegundua hapa kwa sawa, kuna shida mahala. Hapana, usitafute waganga. Waganga watakupoteza na kufanyia uharibifu zaidi. Chukua hatua ya kuwa na mifungo, funga na kuomba. Lakini pia tafuta msaada wa kitaalamu pale ambapo panahitajika. Ukiona pengine dalili za kiafya ziko sawa, una msongo wa mawazo au pengine matatizo ya kisaikolojia, nenda tafuta msaada. Unapoona changamoto wakati wote, bila kupoteza wakati, mkaribie Mungu, anza kumtafuta Mungu, uone kama hiyo ni tatizo, si jambo la kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtoto mmoja ameenda hospitali pale, baada ya kuona dalili, hasa huyu mbona amebadilika, si kawaida. Naanza kuongea vitu vya ajabu ambavyo hata vieleweki. Kumbe ni nini shida? Malaria. Ndio pale kaka vizuri. Kwa hata wewe unapoona mwenzako amebadilika, mwenzako ameanza kuwa na tabia ambazo si sawa, ambazo si sahihi, watu umuelewi, chukua hatua, mkaribie Mungu, anza kukemea, haribu hiyo uchawi wa mafundo ambayo yametengenezwa, vunja hizo roho. Hatimaye utakuta uharibifu wao unashindwa na unampata mtu wako pale na anarudi kwenye hali ya kawaida na maisha yanaendelea. Kwa hiyo kwa siku ya leo naomba tuishie hapo. Mungu akubariki. Yachukue haya na uyatendee kazi, kwa sababu maarifa tu usipotendea kazi hata kusaidia. Utajikuta tunaendelea kuishi maisha ya shida na mahangaiko ya jinsi hiyo. Kumbe kichukua hatua na kuanza kuona kumbe haya mambo yapo na Biblia inafundisha, uchukue serious na hatimaye uone kama Mungu anakusaidia maisha yako yaweze kuboreka na uweze kwenda vizuri. Mungu akubariki. Majina yangu ni Erasto Mayondi, mwalimu wa neno la Mungu. Nifuatilie pia mafundisho yangu ya mitandao ya kijamii. Naweza kusubscribe hapo, nasaidia kusubscribe, lakini pia ukashare kazi zangu. Shiriki hizi kazi, haya mafundisho na watu wengine, ili pia uweze kuwasaidia watu wengine. Usikae naye peke yako, share kwa watu mbalimbali. Lakini pia naweza kucomment hapo ili kusudi tuone namna ya kuboresha hizi huduma. Mungu akubariki sana. Uwe na wakati mwema. Amina.